rais wa timu ya watani zako Young Africans. Siku ya jana watu walimuona akienda kuchukua fomu ya kugombania ubunge katika jimbo la Kigamboni. Lakini pia makamu wa rais wa Young Africans Alfati Haji naye alienda kuchukua fomu ya kugombania ubunge kule kwao Zanzibar. Lakini pia watu walimuona msemaji wa Azam Hashimu Ibwe ameenda kuchukua fomu na kugombania ubunge kwao Kilimanjaro. Watu wanajiuliza, huu mwamko wa wana michezo kwenda kuchukua fomu za kugombania ubunge umetoka wapi? Hii ni nini? Kisugu, tuanzie hapa kwa rais wa Yanga, Engineer Hersi Said. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Engineer Hersi Said kwa maamuzi yake ambayo aliyotoa kwenda kuchukua fomu. Kwanza kimsingi kikatiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo ameona ana msingi kwa wakati huu kuchaguliwa, na ndio maana amefanya maamuzi ya kwenda kuchukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi kwenda kugombea kwenye jimbo la Kigamboni. Mimi niseme tu binafsi, nisiwe mnafiki katika hili, na muunga mkono kwa sababu sisi na Yanga niseme katika lugha nyepesi tu, tofauti yetu inapatikana kwenye dakika 90 kwenye football. Zikiisha dakika 90 sisi ni marafiki, sisi ni ndugu, sisi ni majamaa ambao tunakaa tunazungumza na tunafurahi. Kwa hili nimwambie tu engineer kupitia nanyi kwamba mimi niko pamoja naye na nitamuunga mkono katika hili, na isitoshe kwamba mimi mwana wa Kigamboni, kwa hiyo nitashiriki naye kwa namna moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba anakwenda kufanikiwa katika hilo. Lakini pia nimpongeze sana makamu wa rais wa Dar es Salaam Young Africans, pia ni mwana CCM Bwana Alfati Said kwa maamuzi yake makubwa ambaye aliamua kwenda kuchukua fomu Zanzibar, na nimwambie niko pamoja naye, na inshallah ikimpendeza katika watu ambao watakayemwalika katika siku ya ufunguzi katika mkutano wake, kwa maana kuelekea katika kampeni, basi nikipata hizo taarifa nitakwenda kujumuika naye. Lakini cha mwisho nimpongeze sana zaidi ya sana kijana wangu. Mimi nafikiri amekuja kufungua njia kwa wana michezo wengine, amekuja kufungua njia kwa vijana wengine. Leo hii ukimwona umri wake ni mdogo sana Hashimu Ibwe, lakini ameamua kuthubutu, ameona kwamba ninaweza, amekwenda kuchukua fomu, ametumia demokrasia yake kikatiba kwa sababu ana mamlaka hayo. Mimi naamini kwa namna ambavyo alivyo na uwezo aliokuwa nao Hashim, kila mmoja anaojua, basi inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanikiwa. Na niwaambie tu wa Tanzania, huwa anasema siku zote Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Kusudia za hizi timu sio kuja kutenganisha, kusudia hizi timu kuja kutuunganisha. Na ndio maana wazee wetu hawa wanachukua muda mrefu sana kupambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba hizi timu zinafanyaje, zinaendelea kuishi maisha. Ndio hii historia, hizi timu za miaka zaidi ya 80 huko zilikotokea. Kwa hiyo kikubwa sisi na Yanga tofauti yetu kama nilivyosema awali, dakika 90 zikisha hapo maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo binafsi mimi nawaunga mkono na wa support, lakini kikubwa na waombea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watakwenda kufanikiwa. Na rafiki yangu Engineer Hersi Said, leo niseme nisiwe mnafiki, jina lake nalileta kwa mwamba hapa. Yes. Kwa jumbe wa Simkani. Na namwambia engineer, klipu akisikia aiweke yeye ndio mbunge wa jimbo la Kigamboni, mizali jina lake liko kwa mwamba hapa. Wallahi nakwambia. Nasema hivi, yeye sasa hivi leti kama sheria ingekuwa inamruhusu, basi yeye alitakiwa sasa hivi atawawe na tangazwe kwa mbunge wa jimbo la Kigamboni. Aliweza kufeli jina hapa kwa mwamba na nimelileta. Lakini pia Alfati Said nitamwombea, na wale watu wangu wote wa karibu nitakuja kuombea, na mimi inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanikiwa. Ukiangalia katika baada ya Engineer zile picha kuzagaa mitandaoni ya kwamba anaenda kuchukua fomu, kuna mashabiki wa Simba nimewaona wengi kwa asilimia kubwa walionyesha kama hawakupendezwa na swala hilo. Walionyesha kwamba wamechukua wengi fomu katika jimbo la Kigamboni, lakini mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaposti mtu mwingine. Yaani wanashindwa kumsupport rais, yani hakufanikiwa kumposti rais wa Yanga, watu wanaenda kwamba kutokana na lakini wewe Kisugu umekuwa tofauti na mashabiki wenzako wa Simba, unamuunga mkono Engineer Hersi ambaye ni rais wa Yanga, tofauti na mashabiki wenzako wa Simba ambao tumeona kabisa hawakumposti kabisa Engineer Hersi. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Watu unavyoona utofauti kwenye Simba na Yanga, ni lazima urejee utofauti huo kwenye siasa. Maana kuna system na kuna vyama vingine. Na mashabiki wa Simba wako huru kwenye kuchagua, mashabiki wa Yanga wako huru kwenye
kuchagua. Kwa hiyo itikadi zilizokuwa kwenye Simba na Yanga ndio itikadi ambazo tunazipata kwenye vyama vya nini? Ni siasa. Haiwezekani leo mashabiki wa Simba kwenye siasa wote wanakuta wako sehemu moja. Lazima pia wao na wao wenyewe kwa wenyewe wanafanyaje? Wanapingana. Kwa hiyo kama kuna mashabiki wa Simba hawakubaliani na namna ambavyo injinia alivyokwenda kuchukua fomu na kumuunga mkono, kwa maana kwamba wao hawako pamoja na iko chama ambacho injinia yupo. Kwa sisi tuliomo kwenye chama ambacho injinia yumo, tunatakiwa kwenda kufanya kumpa support. Kwa ni hali ya kawaida. Leo hii Miki Sugu nikiamua moja kwa moja kuingia kwenye siasa, nikaamua kwenda kuchukua fomu, hivi unaamini mashabiki wote wa Simba wataniunga mkono? Lasha. Wako mashabiki wa Simba watanipinga. Kwa hiyo unasimama na injinia. Yes. Kwenye mpira huko unafurahia kwa sababu waliokuwa wanawaumiza anaondoka kwenye Yanga Africa, sasa naenda kwenye ubunge. No comment. Upande mmoja unafurahia, upande zote mbili unafurahia. No. Namuunga mkono kwa kufanya maamuzi yake kuja kwenye chama chetu, anakwenda kuipambania na inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanya. Unaamini kwamba injinia ni kiongozi bora katika miaka hii minne katika football ya Tanzania, kiongozi Yanga Africa? No comment. No comment. No comment. Bingwa mara 4 no comment. Yes, no comment. Sasa za mpira za Tanzania nazijua, no comment. Unazijua? Yes, no comment. Lakini kafanya vizuri Yanga Africans. Watu wanakuambia kwamba kama kaifanyia vizuri Yanga Africans ambayo katika soka la Afrika ilikuwa haipo katika viwango hata vya 11. Kisabi Yanga Africans club namba 11 barani Afrika. Yanga Africans ilikuwa haipo hata kwenye top 100, lakini Engineers kuingia kwake Yanga Africans imekuwa kama tishio ndani ya Afrika Kisugu. Wanakuambia huyu ni kiongozi bora. Unapozungumzia yeye wa 11 lakini nenda kazungumzie kuna watano pia. Simba anajulikana ni Tulia basi bato, wewe ndio mwenye swali. Kama unamuona bora kwa sababu wa 11, basi twende kwanza tukamuone bora kwa sababu kuna mtu ameshika nafasi ya 5 katika bara. Na ndio maana nikasema hapo awali hizi timu mashabiki wake wana mitazamo yao na wao wako huru. Mimi siamini kwamba Simba Sports ukija katika mambo ya siasa wote wanakubaliana kwenye chama kimoja, maana yake kwamba mtu atakuwa kulia na mwingine atakuwa kushoto. Na ndio maana mimi nikatoa mfano uliokuwa hai. Mimi ni mwanachama wa Simba Sports lakini pia ni shabiki maarufu wa Simba. Leo hii nikaamua kwenda kuchukua fomu, nikaambia kuna watu ambao mimi nakwenda kugombea katika jimbo fulani. Haina maana kwamba mashabiki wa Simba wote wataniunga nini? Mkono. Wako ndani yake mashabiki wa Simba watanikataa. Maana yake tumetoka sehemu moja, tuko sehemu nyingine. Mimi nimesema tukiachilia mambo ya Simba na Yanga, ukija kwenye sehemu nyingine na kwenda kuunga mkono Engineer Harris na kwenda kumuunga mkono Arafat Saidi, kwa sababu haya naunga mkono sio mambo ya football, ila wakija tu kwenye mpira tunaachana. Kwenye mpira mnaachana. Yes. Kwenye siasa tuko pamoja. Mko pamoja. Yes. Kutoka kwake kwa rais wa Yanga na kuingia kwenye siasa imekufurahisha? Mimi imenifurahisha kwa Engineer na Arafat Yanga. Mimi kilichonifurahisha zaidi kuona namna ambavyo anakwenda kukamilisha matakwa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So, kila Mtanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo mtu anayeamua kwenda kuchaguliwa na mtu anayeamua kwenda kuchagua kwenda kufuata katiba namna ambavyo wanavyotaka, maana yake mtu amejielewa. Kwa hiyo kama amejielewa tunakwenda tunampongeza. Kama umefurahia kama mwana Simba kwa sababu Arafati na Engineer waliofanikiwa kuwaumiza misimu 4 mfululizo wa kuchukua chochote. Wala kwanza hakuna huko watakuja wapi? Wala kwanza hakuna sehemu ambayo inamlazimisha akiwa mheshimiwa basi lazima aondoke kwenye mpira. Anaweza kuwa mheshimiwa na kwenye mpira akawepo. Kikubwa tu niseme na kikubwa tu nimwambie Sharif Daus, Sheikh, nimeleta majina haya mawili. Nimeleta majina Sheikh haya. Hawa waheshimiwa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia wewe. Yani waambie wasio na wasiwasi, wao ni wabunge katika majimbo waliochagua inshallah. Wao ni majimbo wabunge katika majimbo waliochagua. Bwana Sheikh Sharif Firdaus, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona Mikoi Kisugu mapema yuko katika ofisi yako bwana, amekuja kupokea dua kwa sababu wanakuambia mambo yalikuwa sio mazuri kwa upande wako. Ndio. Karibuni sana. Na sisi tu kwanza tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia nichukue fursa hii kumpa ni pole rafiki yangu
brother wangu, ndugu yangu, jamaa yangu wa karibu, tunafahamiana ni muda mrefu, na wallahi anapopata shida ndio shida yake ndio shida yangu. Kwa kuondokiwa ni mama mkwe wake, Mwenyezi Mungu akalifanze kabla lake kwa miongoni mwa vumba vya peponi. Na sisi tunaamini katika dua, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda sana kuombwa. Mwenyezi Mungu sika na kwamba ni mwanadamu. Mwanadamu ukimpiga sana vile vijembe atakuchoka kabisa. Kwa hiyo ukimwona bwana niungie atakuchoka, lakini Allah hachoki. Allah anapenda sana kuombwa. Kwa hiyo sisi tunaamini sana katika kuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amfufulie na wakufulie waumini wote wa kike na wa kiume, na sisi Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu uliokuwa na manufaa na sisi. Na Kisugu lokaleta majina ya viongozi wawili, nakwambia rais wa Young Africans ambaye anaenda ametangaza nia Kigamboni, pamoja na makamu wa rais ambaye ametangaza kule Zanzibar. Lakini tunajua ya kwamba mara nyingi huwa wanamfanyia dua hata mbunge wa wilaya ya Mkuranga, mzee wetu Abdalla Ulega. Unadhani hii ni nini? Viongozi kama kina Ulega, Kisugu na ameleta watu wake leo ambao watakaoingiza kwenye dua zako, unadhani kuna nini? Kwanza niseme kwamba sisi ukituona si wenye nembo ya usheikh, nembo ya dini, tukizungumzia masala haya, na kila nikipata chance ya kusema huwa nalisema hili, ijulikana kwamba sisi tunapoyasema haya kwa sisi machawa, hapana, tunasema haya kwa sababu yanatuhusu. Nchi yaongozwa na viongozi na sisi tuko katika nchi, kwa nini tusiwazungumzie, tusiwatakie kheri? Waswahili husema kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, na siye mimi kama mimi namna nilivyojiwekea katika mazuri huwa ninayasema, na katika mabaya basi anayefanya mazuri huwa naungana naye mkono. Kwa hiyo viongozi hawa wa klabu ya Yanga na klabu mbalimbali, awe ni Muislam asiwe ni Muislam, basi tutawasupport kuwafanyia dua. Zipo dua kabisa, si kumwambia Allah ya Rabbi tunamtaka mtu fulani awe ni kiongozi, basi hiyo haipingi. Sababu sisi tunajua namna ya kumsema na Allah, na yako madua makubwa kabisa, madua ya rafi'u daraja. Unaposikia rafi'u daraja maana yake ni kupandishwa. Kama ulikuwa mwalimu wa chekechea, basi unapandishwa na kwenda kuwa mwalimu wa sekondari.